اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ليوم الدين. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu Muntakal Akhbar katika siku ya leo ya Ijumaa ya pili katika mwezi wa Shaaban mwaka wa 1447. Tunakwenda katika mlango wetu wa leo, babu nahi ani talaqi, ambayo ni hadithi 3344 na kwa vitabu vingine 2836. Inasema babu nahi ani talaqi fil hayd, mlango wa kukataza mtu asimwache mkewe akiwa katika siku zake. Kuna talaka kule nyuma tulizungumza kwamba kuna talaka haramu, ni haramu kumwacha mke akiwa katika siku zake. Alisema kule mwanzo kwamba katika msahafu mzima huwezi kuona suratul nikah, iko suratul nisa lakini hakuna suratul nikah, labda utengeneze wewe. Lakini kuna surati talaq kuonyesha masala ya talaka ni masala muhimu sana Muislamu kuyajua, sio kukurupuka. Ukitaka kuoa na kwenda kumchukua mwalimu kutoka ngona moto mpaka hapa, lakini talaka unakurupuka mwenyewe, unaacha. Asikize taratibu. Kwanza ni haramu kumwacha mke akiwa katika siku zake, na kule nyuma tulisema natakiwa talaka isiwe ndio uamuzi wa mwisho. Kuna ngazi mpaka zifike mwisho, ndio hapo unaweza kuambiwa na ruhusa na ni bora kumwacha mke. Kwa hiyo ni haramu kumwacha mwanamke katika babu makatazo, na hii makatazo haya ni haramu kumwacha mwanamke. Pia wafituri baada yujamiaha, na katika tahara vile vile, akiwa katika tahara lakini kama umemwingilia mke, ikawa mume kamwingilia mke baadaye akakurukushana akamwacha, haitakiwi, ni haramu kumwacha mke katika tahara ambayo ushamuingilia. Akasema wafituri ma baada yujamia ma lam yabin hamluha, muda kuwa haikubainika mimba yake. Hapo kama ikiwa baada ya kumwingilia mkakaa kidogo kabainika kumbe mke ana mimba, hapo kimwacha atakuwa uharamu umeondoka, sababu idda yake inajulikana. Lakini muache hana mimba, kumbe ushamuingilia, utarefusha muda wake wa nini wa idda, ni haramu. Kwa hiyo hizi ndio talaka ambazo ni talaka za ambiwa haramu, na ni talaka za bid'a. Kumwingilia, kumwacha mke akiwa katika siku zake, na kumwacha mke baada ya kumwingilia ukastarehe naye kisha hajaingia katika siku tena, pale pale katikati ukamwacha, ila akiwa na mimba. Kwa hiyo hizi tunaziita talaka za bid'a hizi mbili. Na kuna nyingine ya tatu itakuja baadaye, kumwacha mke kumwambia nimekuacha talaka tatu. Hilo litakiwi. Talaka tatu hamna katika sheria bwana, haitakiwi mwambie nimekuacha talaka tatu. Mbona kuoa mara tatu? Ukoa mara kwanza ukatoa mahari, kisha ukatoa tena mahari mingine, wakati wa kuacha ndio unaacha mara tatu. Kitu hicho hakitakiwi katika sheria, lakini utakuja mlango maalum. Twende katika hadithi inazungumzia hiyo wa Ali ibn Umar katika 3344 na vitabu vingine 2837 na vingine 2000 ndio hiyo 837. Samahani sahihi. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. ابن عمر عبد الله بن عمر katika wale waliopokea hadithi kwa wingi, kamwacha mkewe akiwa katika siku zake. Fadhakar dhalika Umar linabii sallallahu alaihi wasallam, akalitaja hilo Al-Faruq Umar kwenda kwa bwana mtume, kwa mwanangu Abdallah akamwacha mkewe akiwa katika siku zake. Faqala, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, murhu, mwamrishe falirajiha,
muamrishi amrejee mke huyo, haitakikani kumwacha mwanamke katika siku zake. Murhu falyurajiha, amrejee, au liutaliqha, au kitaka kumwacha amwache tahira, akiwa mwanamke katika tahara. Tahiran, hapa kuna hikma kilugha kidogo, kwa vile muannath mbona kusema tahiratan, kwa sababu hapa tunazungumzia tahara ile ya kwamba hayuko katika siku za hedhi. Sio kusema tahiratan, hakuna tahara ya mke na tahara ya mume katika mtoto. Mwanamume haingii katika siku hapa, nakusudia mwanamke. Kwa hiyo umwache tahiran akiwa katika tahara, au hamil, au ana mimba, yani katika tahara ambayo hujamuingilia, au baada kuwa akishapata mimba ukamwacha, basi hayo yatakuwa mengine. Kwa hiyo itabidi mimba ili vile mpaka mtoto azaliwe, na ile itakuwa itakwisha, na alafu zitakuja sheria tena ya mtoto kushughulikiwa na. Kwa hiyo sema liutalikaha, au amwache tahira akiwa katika tahara, au hamila. Hizi mbili tumezitaja hapo kama talaka za bid'a, rawahu jamaa illa al-Bukhari. Wa fi riwayatin anhu, kuna mapokezi mengine kutoka kwake Ibn Umar radhiallahu anhu, annahu talaqa imra'atan lahu, kamwacha mke wake. Hapa kati ya imra'atan lahu, yani mmoja katika wake zake, kamwacha mmoja katika wake zake. Hakutaka kumtaja mwanamke maalum mwenye kusudiwa, ingawa kutoka riwayati pia imeambiwa kwamba jina la mwanamke huyo anayezungumziwa hapa ni Amina binti Ghifar, kwa mujibu alivyotuelezea Imam An-Nawawi katika Tahdhib al-Asma, anaitwa Amina binti Ghifar, lakini kwa jina lingine anaitwa Nawar. Basi haya, kwa hiyo anasema kwamba annahu talaqa imra'atan lahu, mmoja katika wake zake, wa hiya haidh. Wa dhakara dhalika Umar al-Faruq, Umar akayazungumza hayo linabii sallallahu alaihi wasallam, kumzungumzia bwana mtume. Masahaba walikuwa karibu sana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo kila jambo linatokea, hata jambo likitokea nyumbani anakuja kumhadithia bwana, raha iliyoje uzako na mtu kwenda kwa hadithi, wewe una nani? Kwa hiyo uongozi unaopata, na hapo hapo inapatikana somo mpaka sisi leo tunakuja kutumia somo hili. Fataghayyaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alighadhibika bwana mtume, alikasirika, aligeuza sura. Maana haitakikani kumwacha mwanamke akiwa katika siku zake, ni kosa kubwa, ni dhulumu. Fataghayyaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaghadhibika katika kadhia hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuambiwa hivyo. Thumma qala, kisha akasema liurajiha, amrejee. Thumma yumsikha, kisha amshikilie, aendelee naye, hata tathura, mpaka ingie katika tahara. Bado hiyo ilikuwa katika siku zake, amrejee pale pale katika siku zake, aendelee naye kwa ni mkewe. Naona amshikilie mpaka ataharika, akishataharika thumma tahidha, kisha ingie tena katika siku zake ya pili. Kwanza alipomwacha alikuwa katika siku zake, sasa mpaka amrejee zimalizike siku zake zile, aingie katika tahara, na bado haijafika time ya kumwacha, aingie tena katika siku zake, tahara nyingine. Sasa ndio unaona, thumma tahid fatatuhura, atahariki. Sasa hii tahara ya pili sasa, fa in bada lahu an yutalika, kimdhihirikia kwamba muache, ikiwa bado nia yake kumwacha anayo, alitalika, ruhusa muache kabla yamassa, lakini kabla hajamgusa, sio ategemee tahara ile basi amuingilie alafu ndo amwache, itakuwa kesi inarudia pale kwa pale. Kamwacha katika siku zake, amrejee, akae naye katika tahara, ataingia katika siku zake. Tahara hii nyingine zote katika hikma Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka kulinda ndoa,
Usikurupuke watu kuachana. Mnaachana nini? Uhusiano baina ya mke na mume, ndoa inatakiwa endelee mpaka kesho peponi. Ndio malengo hayo. Kisha baadaye tutaka kumwacha mwache, lakini kabla yamassa, kabla hajamgusa, fatilka iddatu, hiyo ndio eda, huo ndio muda ambao umepangwa, kama amara Allahu taala, kama Allah alivyosema katika surati Talaq, ya ayuha nabii idha talaqtum nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda. Amri imekuja. Wengine wanasema akatajwa Mtume kwa sababu ndio kiongozi, wengine wote watafuata amri hiyo, lakini baadhi wanazuoni wanasema kuna kitu hapa mahdhuf. Kul ya ayuha nabii, wewe Mtume unaambia watu wako, idha talaqtum nisa, mkitaka kuacha watu, fatalliquhunna liiddatihinna, waacheni katika kile kipindi cha mwanzo wa idda. Lamu hapa maana tawqit, wanasema sio lamu ta'lili. Hii lamu tunaita tawqit kwa wale wanaosoma Qatrunada, kama vile sumu liruyati, ile sio lamu ta'lil, inaitwa lamu tawqit au lamu kwa maana baada. Haya, si nataka yote tuliyosoma yafanye kazi hapa. Sasa tunasema fatilka al-idda, ndio hiyo muda aliotaja Allah ndani ya Qur'ani. Nikwambia surati Talaq maalum imekuja kwa ajili ya kulinda haki za wanawake, yako mengi ndani yake, kama amara Allah taala. Wa fi lafdhi, katika tamko jingine, fatilka al-iddatu allati amara Allah, hiyo ndio eda, ndio muda ambao kaamrisha Allah kuachwa mke, yani ndio muda ambao Allah kaamrisha akitaka mtu kuacha aache katika muda huo, ayutalika laha nisaa, ayutalaka laha nisaa, kuachwa katika muda huu, katika ida hiyo wake. Sawa jamaa, kuna kitu kidogo hapa katika istilahi inasema, pale aliposema mur'a, maamrisho, ni amri. Baadhi ya wanazuoni wakasema ile amri ya kuambiwa muda wa kuwa umemwacha katika siku zake umrejee. Baadhi ya wanazuoni wakasema amri hiyo ni wajibu, na hai madhhabu Hanifa na Ahmad na Auza'i, lakini wengine wakasema hapana, hiyo ni mustahabu, na hai madhhabu Imam Shafi'i na upokezi mwingine kutoka kwa Imam Ahmad. Kwa hiyo hapa pana mvutano. Kuna wanaosema amri hiyo kuambiwa mrejee ni wajibu, lakini kuna wengine wanasema amri hiyo si wajibu, kama ushamwacha ndio kushaachika basi. Sasa masala haya kwamba hii ni amri ya hivi ya masala ya kijitihada, lakini kufuata sunna iliyokuja ni amri, basi tena khuruja min al-khilaf. Amri imekuja, ukishakuwa umekosea bahati mbaya ukamwacha katika siku zake umrejee, ndio amri inasema. Hiyo bali mustahabu, si mustahabu, masala mengine tena hayo ni kufuata akwali za wanazuoni. Lakini ukisema unafuata amri, utakuwa umefuata mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kutia istilahi za wanazuoni. Kwa hiyo hiyo ikhtilafu ipo hapo, na vile vile wamekhtalafiana wanazuoni ile kule kumwacha kule, bali mara kwanza ulikuwa umemwacha alafu ukamrejea, itakuwa talaka ya kwanza. Na itajieleza hadithi, lakini kauli jamhuri inasema itakuwa talaka ya kwanza, kwa maana kwamba ukimwacha mke katika siku zake umepata dhambi, na mke keshaachika, na amri umrejee, umwache tena kiutaratibu, vinginevyo utakuwa ukatika dhima tu yake Allah azza wa jalla. So umemdhulumu, umeipiga Qur'ani. Idha ya ayuha nabii idha talaqtum nisa fatalliqu, umeipiga Qur'ani. Qur'ani inasema sio muda kuachwa mke hapo kwa kuwa hutaki mwache unavyotaka wewe, hapana. Utakuwa umeipiga Qur'ani. Sasa kufuata utaratibu wa Qur'ani, kufuata tafsiri hii iliyomo. Je, talaka imekuwa talaka hasa au hajaachika bado? Wengine wakasema badali kuwa umemwacha katika siku zake si talaka hiyo, bado hajaachika. Lakini kauli jamhuri, maimamu wote manne, Abu Hanifa, Malik na Ahmad na Shafi na Ahmad wote na wengine wanazuoni wachangia hapa,
wakasema muda kwa mumwacha ndio kushaachika, na ile talaka yako ya kwanza kabla hujamrejea itakuwa talaka ya kwanza. Kwa hiyo hao jamhuri kwamba mwanamke akiachwa katika siku zake ameachika, lakini kuna baadhi ya wanazuoni katika wao Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim na wengine wanaunga mkono sema kwa vile umekhalifu wewe kufanya jambo la haram, basi na talaka pia imekuwa haifai. Mzozo mkubwa sana wenye hatari sana. Sasa haya kwa hata katika hao wanazuoni wa Saudia kuna ikhtalafiana, baadhi ya wanazuoni wa Saudia wanasema kama vile alivyosema Ibn Taymiyyah kwamba talaka hii haijakuwa talaka bali la yaqa'u, lakini baadhi ya wanazuoni kama Sheikh Muhammad bin Ibrahim yeye kashikilia hapana, kama vile alivyosema maimamu wanne kwamba hii talaka ni talaka tu. Hata hiyo al-lajnatu daima pia ndani yake waliomo hawakwenda pamoja wote kwa kauli moja, lakini sisi tunasema kwa nini hivi hivi? Kadhalika kuna kauli jamhuri, alafu na vile al-akhdhu bil ahwat mustahabu, bora kuamua kwamba mumwacha kuliko sema bado ndio ipo na kumbe inahesabiwa ni talaka. Masala ya hatari. Endelee sema وللنسائي نحو وفي آخر قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم bwana mtume akasoma, anatoa ushahidi mwenyewe Allah alivyosema. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa ushahidi alivyofanya alivyosema Allah, waqara an-nabiy ya ayuha an-nabiy idha talaqtum an-nisa fatalliquhunna ay fi qabli iddatihinna. وفي رواية متفق عليها وكان عبد الله طلق تطليقة، alikuwa Abdullah bin Umar kamwacha talaka moja mwanamke huyo, fahusibat min talaqiha, ikahesabiwa katika talaka yake. Ndio dalili kwamba anaosema kwa talaka tayari ishapita na talaka moja kumjibu maneno haya. Na fi riwayatin kana ibn Umar, katika mapokezi mengine yake yeye ibn Umar asema kana ibn Umar idha suila, akiulizwa an dhalika, akiulizwa kuhusu masala qala ya ahadihim, kumjibu kumwambia yule mmoja wapo alimuuliza, amma yutalaqta imra'ataka marratan, iwapo umemwacha mke wako mara moja au marataini au mara mbili, talaka ya kwanza au ya pili, basi fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani bihadha, kaniamrisha hivi kumrejea tu, alafu kae aingie katika tahara, akae aingie katika siku zake, akitoka huko wa in kunta talaqta thalatha, ikiwa tayari ushamwacha tatu, basi faqad harumat alayka, basi ushakosa mke, ishakuwa ni haramu kwako, hata tankiha zawjan ghayra, mpaka aolewe na mume mwingine. Wa asaita Allah azza wa jalla, utakuwa muasi Allah subhanahu wa ta'ala, fima amaraka bi min talaqi imra'atika, katika aliyokuamrisha ufuate katika kuacha mke wako, uifuate utaratibu sio wewe unaona ni mkeo unafanya unavyotaka, ni mkeo lakini si kiumbe wako, kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ana haki zake vile vile. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasai. Wa fi riwayatin annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid tatliqa, ndivyo hivyo kamwacha talaka moja. Fantalaqa Umar fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akaenda Umar akampa habari bwana mtume faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mur Abdullah falyurajiha, muamrishe mwanao Abdullah amrejee mke huyo. Fa idha ightasalat, akikoga, falyatruka hatta tahid, amwache katika ile tahara ya pili, amwache mpaka ingie katika siku zake. Fa idha ightasalat min haidati al-ukhra, hiyo haidhi nyingine hiyo tena mpaka amalize ametoharika, hapo sasa ndio utakapo wala masa, asimguse, sababu sitaka kumwacha. Sasa ujanja nini wewe? Utaka mtu ataka mke huko, ataka talaka, vitu vile havendi sawa. Kwa hiyo wala masa hata italika, mpaka mwache. Wa insha ayumsika, ikiwa akapenda mshikilie abaki kwa ni mkewe na ndio uzuri, bali msika ruhusa aendelee na. Fa inna al-idda, hiyo ndio ile ida alati amara al-muda, ambao kautaja Allah ayutallaka laha nisa, yani waashwe wake katika muda huo. Rawahu Daraqutni. Wa fihi tambihu, ndani yake pana uzinduo, ala tahrimi alwat'i, ni haramu kumwingilia mke katika
wakati watakaomwache, watalaqi kabla al-ghusl, na kumwacha kabla hajaingia katika tahara, kabla hajakoga kutokana na hiyo hedhi. Tumalizie mlango huu. Wa an Ikrama qala Ibn Abbas radhiallahu anhu kasema, at-talaqu ala arba'ati awji, talaka ziko sampuli 4, wajhani, sampuli 2 hizo ni halali. Hiyo ni talaka halali, ukifanya ni mbaya au haipendi, lakini ni halali. Wa wajhani, na sampuli 2 haram. Fa amma alladhani huma halali, zile talaka ambazo ni halali, kashasema an yutallika ar-rajulu imra'atahu tahiran min ghairi jima', yani mtu mume kumwacha mkewe katika tahara na kumbe hajamgusa katika tahara ile, sio astarehe naye, wewe ukishagombana tu nipe talaka yangu. Wewe mwanamume gani unaendeshwa na hiyo bwana? Hamna talaka bwana, nenda kakukota huko. Au yutallika hamilan, au mwacha akiwa na mjamzito. Akimwacha akiwa na mimba hapana ubaya, ni halali lakini ndio mustabina hamluha, alikuwa iko wazi wazi mimba yake. Ama alladhani huma haramu, ama talaka ambazo ni haramu, fa yutallikaha haidha, kumwacha akiwa katika siku zake, au yutallikaha, au kumwacha mke inda aljimai, wakati ule kuwa kesha mjamii, la yadri, hajui katika jimaa hii, tamala rahimu ala waladi, kwamba tumbo la uzazi lina mtoto au la, bado. Ikibainika kwamba yupo mtoto kwa na mimba, basi ida yake inajulikana, anaweza kumwacha hapo. Rawahu Daraqutni. Tumalize hapa. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Inshallah wiki ijayo nafikiri tutakuwa tumesimama, kwa sababu hadithi inayofuata itakuwa ndefu sana, na sisi tushafika kipindi cha Shaabani, wakati wa kufunga darasa kwa ajili ya kujitayarisha kwa ajili ya Ramadhani. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والله أعلم.